Kwa majina anaitwa Frank Dominic Mgeni, alimaarufu kama Imawidambe, mkazi wa mtaa wa Mlandizi, kata ya Mbinga mjini B, halmashauri ya mji Mbinga, wilaya Mbinga, mkoa wa Ruvuma. Nimesimama hapa kuzungumza na nyinyi machache kwa maana ya nimechukua fomu ya kutia nia ya kugombea udiwani wa kata ya Mbinga mjini B. Kwa nini nimechukua fomu? Kwanza na uzoefu na kada ya udiwani, nimewahi kuwa diwani 2015 mpaka 2020. Je, mwanzilishi wa ile kata, kwa maana ni kata mpya katika halmashauri ya mji, mimi ndio diwani wa kwanza. Tulibuni vyanzo vya mapato, tulibuni miradi mbalimbali, lakini mikakati mbalimbali inayogusa jamii, lakini mingine inayogusa kata kwa ujumla na halmashauri kama mjumbe wa baraza la halmashauri ya mji Mbinga. Lakini sababu ya pili ya mimi kuchukua fomu ni baada ya kuona kiu ya wananchi wa kata ya Mbinga mjini B bado haijatekelezeka. Pale nilipopaacha mimi sijaona kitu ambacho kimeongezeka. Kwa hiyo nikawiwa kuchukua fomu angalau tushirikiane na wananchi wa kata ya Mbinga mjini B ili tuweze kwa pamoja kuinua kata ya Mbinga mjini B. Zipo changamoto kadhaa ambazo kipindi niko diwani niliweza kuzikamilisha, sitazitaja kutokana na muda, lakini zipo changamoto ambazo matarajio yangu nizikamilishe miaka mingine mitano, lakini kwa bahati mbaya akanipokea mwenzangu akawa diwani kwa miaka mitano, lakini zile changamoto mpaka sasa hivi bado hazijatekelezeka. Kwa hiyo nikawiwa kwa sababu ya pili ya kuchukua tena fomu ili angalau kama walivyokuwa wananipa ushirikiano wananchi wa kata Mbinga mjini B kwa ujumla wao, tukaweza kuyafanya yale ambayo walitaka yafanyike na tukafanikisha. Vivyo hivyo basi naomba ridhaa hii tena nishirikiane na wananchi, nishirikiane na serikali ili niweze kutekeleza yale ambayo yalisalia. Lakini la tatu, nimetia nia kwa kupitia haki yangu ya kikatiba, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini katiba ya chama changu cha Mapinduzi, katiba ambayo inatupa sisi haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Kwa hiyo mimi nimetumia zaidi ya 100% haki ya kuchaguliwa. Ndio maana sababu ya tatu ya kuchukua fomu ni haki yangu ya kikatiba na demokrasia pia. Nafahamu tuko wengi, lakini mimi najiamini nina uwezo na nina nia thabiti na uzalendo na kiu ya kutekeleza maendeleo katika kata ya Mbinga mjini B. Lakini pia si kata tu, diwani pia ni mjumbe wa halmashauri. Ina maana tutakuwa na ajenda za halmashauri kusaidia kata zote 19. Kazi yetu sisi madiwani, jukumu la diwani pia kutunga sheria ndogo ndogo, bylaws tunaita, kwenye halmashauri yetu ili zitumike, sheria ambazo ukichagua madiwani ambao hawana uelewa wataleta sheria kandamizi kwa wananchi, lakini ukichagua madiwani ambao wenye uelewa wataleta sheria rafiki kwa wananchi na zikatekelezeka na mwananchi akafurahia uwepo wa madiwani katika halmashauri husika. Lakini tuna jukumu la pili kama halmashauri, jukumu la kusimamia bajeti ambayo inapitishwa na wabunge. Kimsingi bajeti hii inabuniwa na madiwani kupitia kata zao, vikao vya baraza la maendeleo la kata, inakusanywa bajeti inapelekwa bungeni, lakini inarudi tena, wasimamizi wa mwisho kuhakikisha bajeti inatekelezeka ni madiwani. Kwa hiyo jukumu la pili diwani pia kusimamia bajeti wakishirikiana na mbunge. Lakini la tatu, ustawi wa jamii. Diwani ana kazi na wajibu wa kuhakikisha jamii yake inastawishwa. Inastawi vipi? Ziko fursa mbalimbali, mikopo ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Diwani lazima asimamie kuhakikisha jamii inastawika. Lakini yako matatizo mbalimbali ya kijamii, ukandamizaji wa ukatili wa kijinsia na mambo mengine ya unyanyasaji, masuala ya kusimamia wafanyabiashara, wakulima, wajasiriamali, wafanyakazi walioko kwenye kata husika kwenye halmashauri, kuhakikisha maslahi zao, lakini pia kuwatetea kwa maana ya kuleta ufanisi katika kustawisha jamii. Kwa hiyo haya machache niliyoongea ndio yaliyonisukuma mimi kuchukua fomu ya kutia nia udiwani wa kata ya Mbinga mjini B. Asanteni sana, naomba ushirikiano wenu.